Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Juni 23 siku ya Jumanne. Mada inasema bibi harusi. Akiwa uhamishoni kwenye kisiwa cha Patmos, mwanafunzi Yohana alionyeshwa njozi ya jinsi itakavyokuwa tutakapounganishwa na Mungu milele. Soma Ufunuo 21 ya 9 hadi ya 11. Ni ulinganifu gani uliotolewa na unadhani ni kwa nini ulitumiwa? Bibi harusi huwa ni mrembo, na kwenye siku yake ya harusi kila mmoja anataka amwone. Siku ya harusi ni wakati muhimu wa maisha mapya ya pamoja ya bwana na bibi harusi. Na hili litakuwa ni kweli pia kuhusu uhusiano wa Mungu wakati arudipo. Yesu amekuwa akituandalia mahali, Yohana 14 ya 1 hadi ya 3, mahali pazuri ambapo panashangaza sana kuliko tuwezavyo kueleza. Kwa kweli, lugha ya kibinadamu haitoshi kueleza zawadi ya wenye haki. Itaeleweka tu kwa wale watakaoiona. Hakuna akili yenye ukomo inayoweza kuelewa utukufu wa paradiso ya Mungu. Ellen G. White, Pambano Kuu, ukurasa 556. Ingawa hatuwezi kuelewa kikamilifu vile mbingu mpya na nchi mpya itakavyokuwa, Mungu anamuonesha Yohana njozi ya mahali hapa ili tupate kuishi tukitazamia kwa shauku ile harusi ambayo itakuwa hivi karibuni. Kwa kweli, tumealikwa kufikiri yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Wakolosai 3 aya 2. Mungu anaandaa tukio hili kwa uangalifu sana, naye hataki hii harusi kutujia kama jambo la kushtukiza. Mathayo 22 ya 1 hadi 14, Mathayo 25 ya 1 hadi 13. Ulimwengu ni kusanyiko litakaloshuhudia pale tukio hili litakapokuwa, nasi ni baadhi ya walio muhimu sana kwenye kisa hiki. Tutaungana na bibi harusi, jiji hili ambalo Bwana Yesu atatupeleka kwalo akija mara ya pili. Jambo la kupendeza zaidi ni kwamba watu wa Mungu, yaani watakatifu, wanaitwa pia bibi harusi. Tazama Ufunuo 19 ya 7. Pengine kwa sababu wamo kwenye mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Ufunuo 21 aya 2. Maelezo haya ya jiji takatifu yanaonyesha kwamba kuna uhusiano wa karibu sana kati ya watu wa Mungu na lile jiji, kwa sababu vyote viwili vinaitwa bibi harusi. Biblia inadhihirisha maelezo ya kina ya mji mtakatifu, Yerusalemu mpya, ambao ni mji mkuu nao huwakilisha ufalme, na unaitwa bibi harusi, mke wa mwana-kondoo. Ellen G. White, Pambano Kuu, ukurasa 354. Soma Ufunuo 21 ya 9 hadi 27. Kwa nini ni jambo gumu hivi kwetu kulifikiria sasa? Unawezaje hata kuanza kuweka mawazo yetu kwenye kile alichotuahidi kwenye aya hizi? Hii ni Juni 23, mada ikisema bibi harusi. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.